DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako mchana huu ni mimi Suleiman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Watu zaidi ya 1000 wafariki kutokana na tetemeko la ardhi nchini Myanmar. Sudani Kusini yasema makamu wa rais wa nchi hiyo Riek Machar yuko kwenye kifungo cha nyumbani. Na shambulio la Urusi la watu 4 na kujeruhi wengine kadhaa nchini Ukraine. Habari kamili. Yangon. Mamlaka nchini Myanmar imesema leo kwamba tetemeko kubwa la ardhi limewaua zaidi ya watu 1000 na kujeruhi wengine zaidi ya 2300 huku makumi wengine wakiwa hawajulikani walipo. Myanmar ilipigwa na tetemeko hilo la ardhi la ukubwa wa kiwango cha 7.7 katika kipimo cha Richter. Mataifa mbalimbali duniani ikiwemo China, Malaysia na Urusi tayari zimetuma vikosi vya uokozi kwenda kutoa msaada. Akitoa matumaini ya kufanikisha shughuli za uokoaji, kiongozi wa timu ya uokozi ya China iliyotumwa nchini Myanmar, Wang Mo, amesema timu hii ya uokoaji ina washiriki wenye ujuzi waliopewa kazi ya usimamizi, utafutaji na uokoaji, huduma za matibabu na vifaa. Tunajivunia kushiriki katika misheni hii ya kimataifa ya uokoaji na tuna uhakika katika kukamilisha kazi zetu. Kwingineko, katika taifa jirani la Thailand iliyokumbwa na tetemeko hilo pia watu 6 wamefariki dunia na wengine 47 bado hawajulikani walipo. Juba. Serikali ya Sudan Kusini imesema makamu wa kwanza wa rais wa nchi hiyo Riek Machar yuko chini ya kifungo cha nyumbani ikiwa ni siku ya 3 baada ya kuzuiliwa kwake. Taarifa hiyo imetolewa wakati waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga aliwasili mjini Juba jana ili kupatanisha mzozo huo unaotishia amani katika taifa hilo changa zaidi duniani. Kukamatwa kwa Machar na vikosi vinavyomtii Rais Salva Kiir kumeongeza hofu ya kupatikana kwa suluhisho la mzozo baina ya pande hizo mbili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zote kuweka chini silaha na kutoa kipaumbele kwa watu wa Sudani Kusini. Umoja wa Ulaya pia umetoa wito kwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kubadilisha msimamo na mtazamo wake ili kupunguza hali ya mvutano baina yake na makamu wa rais wa nchi hiyo Riek Machar. Mzozo huo unahatarisha kulitumbukiza taifa hilo katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kiev. Mamlaka nchini Ukraine imesema leo Jumamosi kwamba takriban watu 4 wameuawa na wengine 21 wamejeruhiwa katika shambulio la droni la Urusi kwenye mji wa kati wa Ukraine wa Dnipro. Gavana wa kijeshi wa mji huo Serhiy Lyasky amesema usiku kwa mkeleo ulikuwa mgumu kwao na kwamba mlipuko uliosababishwa na shambulio hilo la droni umepelekea moto mkubwa na kusababisha uharibifu katika maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mji wa viwanda wa Dnipro umekuwa ukilengwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya Urusi. Mashambulizi hayo yameendelea katika wiki za hivi karibuni licha ya jitihada za Marekani za kujaribu kufikiwa kwa makubaliano ya usitishaji wa vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3. Goma. Waasi wa M23 wamekubaliana na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC juu ya kuondoka kwa vikosi vya jumuiya hiyo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wanajeshi wake kadhaa waliuawa katika mapigano. Kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, wakuu wa majeshi wa Afrika Kusini, Zambia, Malawi na Tanzania walikutana na mkuu wa jeshi la M23 Sultan Makenga katika mji wa Goma. Pande zote zimekubaliana kwamba M23 itawezesha kuondoka mara moja kwa askari wa vikosi hivyo kupitia uwanja wa ndege wa Goma ambao kwa sasa hautumiki kwa sababu ya kuharibiwa wakati wa mapigano. Ujumbe wa SADC nchini Kongo unaofahamika kama SAMI DRC unaojumuisha wanajeshi kutoka Malawi, Tanzania na Afrika Kusini ulitumwa katika eneo hilo Desemba mwaka 2023 ili kusaidia kurejesha amani na usalama nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Sanaa. Marekani imeendeleza mashambulizi yake ya anga katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, usiku wa kuamkia leo Jumamosi na kuua mtu mmoja. Marekani katika taarifa yake imesema mashambulizi ya hivi karibuni yamelenga moja ya ngome muhimu ya waasi wa Kihuthi katika mji huo. Taarifa ya kiwango kamili cha uharibifu na uwezekano wa majeruhi hazikuwekwa wazi mara moja, ingawa mashambulizi haya yanafuatia yale yaliyofanyika mapema siku ya Ijumaa na yaliyotajwa kuwa makali zaidi ikilinganishwa na siku nyingine katika hatua za Marekani za kuwashambulia waasi wa Kihuthi zilizoanza Machi 15 mwaka huu. Uchambuzi wa shirika la habari la AP umebaini kwamba operesheni hii mpya ya Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump ni kubwa zaidi kuliko operesheni za mtangulizi wake Joe Biden. Kampeni hii mpya ya mashambulizi ya anga ambayo Wahuthi wanasema imeua takriban watu 58 ilianza baada ya waasi hao kutishia kuanza kuzilenga meli katika bahari ya Shamu ili kuonyesha uungaji wao mkono kwa Wapalestina wanaopitia madhila ya vita. Na hatimaye kandanda. Mechi za mzunguko wa 27 wa ligi kuu kandanda ya Ujerumani Bundesliga zinaendelea hii leo kwa michezo kadhaa. Vinara wa msimamo wa ligi Bayern Munich watakuwa kibaruani nyumbani kuwakaribisha vibonde St. Pauli. Borussia Mönchengladbach watakuwa nyumbani pia kuwakaribisha RB Leipzig, huku mechi nyingine kali ikiwa ni kati ya Eintracht Frankfurt dhidi ya Stuttgart. Hapo jana ulichezwa mchezo mmoja pekee na ambao uliokutanisha mabingwa watetezi Bayer Leverkusen dhidi ya Bochum, na katika mchezo huo Leverkusen waliicharaza Bochum kwa goli 3-1 na kujiweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kupambana kulitetea taji la Bundesliga wakiwa sasa na alama 59, alama 3 nyuma ya vinara Bayern Munich wenye alama 62. Msikilizaji, huo ndo mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW maoni. Kiongozi mashuhuri wa siasa nchini Zimbabwe Blessed Geza ameibua gumzo kubwa nchini humo kwa kuwahimiza raia wainuke na wajitokeze katika maandamano ya kumpinga rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mwishoni mwa mwezi Machi katika vuguvugu la Machi 31. Chama tawala nchini Zimbabwe ZANU-PF kimeapa kwamba hakuna maandamano yoyote yatakayofanyika. Je, vuguvugu la Machi 31 nchini Zimbabwe litafanikiwa? Ni mwelekeo upi wa Zimbabwe watakaochukua? Je, wa Zimbabwe wako tayari kwa mapinduzi mengine ya kufanyikia katika ikulu?